Halmashauri ya mji wa Bunda ilikuwa imeanzisha soko la Manjebe kwenye kata ya Nyasura, lakini miundombinu yake haifai na kusababisha wananchi wa Bunda kutokwenda kwenye soko la Manjebe. Serikali hamuoni haja sasa kutupa fedha za kutosha, kwa sababu halmashauri yetu changa na mapato yetu madogo. Mtusaidie tujenge miundombinu rafiki ili wananchi waweze kwenda kwenye soko hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, ni wajibu wa serikali na serikali imekuwa ikifanya maboresho ya masoko yote ili kuwezesha wafanyabiashara kupata eneo bora zaidi la kutoa huduma. Kwa namna ukisema Mheshimiwa Mbunge kwamba tumelichukua hoja hiyo na sisi pamoja na halmashauri ya Bunda mji tutaifanyia kazi ili kuboresha mazingira kwa ajili ya biashara kwa wananchi hao. Mde, swali la nyongeza. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Tume ya Utumishi wa Umma ambao Mheshimiwa Simbachawene alipokea, 40% ya watumishi wa Tanzania hawafanyi kazi licha ya kwamba wanalipwa mshahara. Mmejipangaje kutatua hiyo changamoto? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, nikijibu swali la Mheshimiwa Halima Mdee, ni kweli changamoto alisema Mheshimiwa Waziri, lakini tumeanza kuchukua hatua mbalimbali. Kwanza kuweka mifumo ya kufanya performance improvement ya watumishi kwa kupima hiyo KPI kupitia mfumo wa PEPMIS. Na mfumo huu umewapa masharti maalum watumishi. Yule ambaye hatafikisha alama kadhaa, tumeweka zaidi ya 60%, hataweza kupandishwa cheo wala kuongezewa mshahara. Kwa hii inawafanya watumishi wawe na commitment kubwa kufanya kazi, akijua kwamba baada ya hapo atakosa stahiki zake kwa kutokutimiza hizo asilimia alizowekewa kwenye PEPMIS. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika.